Mtazamaji wa Nakivona Sports, leo hii tumeamka na taarifa kubwa sana hapa visiwani Zanzibar, lakini hususani kisiwani Pemba. Taarifa inahusu Junguni United Football Club, klabu ambayo inapatikana maeneo haya ya kisiwa cha Pemba. Na klabu hii imetoa taarifa ya kuwasimamisha takriban wachezaji 7 kwenye kikosi chao kwa tuhuma nzito kabisa za kushiriki kwa namna moja ama nyingine kupanga matokeo. Sasa Nakivona, kwa sababu tupo hapa, tumeamua kuwatafuta viongozi wa ZFF ambao wao wanakwenda kutuambia kwa namna yote taarifa hii wao wameipokea, na kama wameipokea ni nini wanataka kuzungumza, maana kwa sasa nchi ina taharuki. Mimi ni Sike Freddy, reporter wako kutokea hapa Zanzibar, lakini kutokea hapa Pemba nikiwa pamoja na Madam Jackie. Tunakwenda kuzungumza na msemaji ama mkuu wa kitengo cha habari na mawasiliano ndani ya ZFF, kijana mwingine. Zanzibar ina bahati ya kuwapa vijana majukumu makubwa. Wajihi wako Watanzania wasikie mwenyewe, wewe ni nani? Mimi nakufahamu. Mimi naitwa Issa Chiwile, ni kaimu afisa habari wa shirikisho la mpira wa miguu Zanzibar, lakini pia ni afisa habari wa bodi ya ligi. Tayari mmemjua mgeni mwenyeji wetu wa mazungumzo haya. Tuko hapa sisi waandishi kutoka maeneo mbalimbali, lakini taarifa ambayo tumeiona usiku wa jana mpaka leo kuamka nayo asubuhi inazungumza kuhusiana na klabu ya Junguni ambayo inashiriki ligi kuu ya soka hapa Zanzibar na wako kwenye nafasi za 4 ya 6 kutoka chini. Nimewatazama leo. Taarifa imeshtua, inazungumza kuna tuhuma ama kashfa ya wachezaji 7 kusimamishwa na tuhuma zinasema ni upangaji wa matokeo ama betting. Taarifa hii imefika ZFF, na kama imefika kuna nini ambacho unaweza kuambia Tanzania kutoka wasikie? Actually mimi kwa sababu ni kijana na nipo kwenye mitandao ya kijamii, kwa hiyo nimepata bahati ya kukutana na hiyo taarifa, lakini sisi as taasisi, kwa maana ya taasisi zote mbili ambazo zinasimamia mpira wa Zanzibar, shirikisho pamoja na bodi ya ligi ambao wana dhamana ya kusimamia ligi kuu ambayo Junguni ni sehemu ya memba wetu, hii taarifa bado hatujaipokea rasmi na ni ngumu sasa hivi kuizungumzia sana, lakini actually tutapoipokea tutapata nafasi ya kuwaita viongozi wa Junguni ili kujua hasa cha ndani nini. Lakini barua ambayo mimi nimeiona, wao wameainisha wazi kwamba wamewasimamisha wachezaji wao hao, na wanasema wanao shahidi, na wametumia baadhi ya vifungu ambavyo sisi tunavyo kwenye kanuni yetu vya kuzuia betting, kwa sababu ni kitu ambacho kwetu sisi tunakitilia mkazo mno, kwa maana ya watu ambao wanahusika direct kwenye field ya sports kujihusisha na masuala ya betting. Kwa hiyo itapofika, nafikiri tutakuwa na mengi ya kuzungumza, lakini kwa hivi sasa nikwambie tu hatujapata barua shirikisho kwa maana ZFF wala bodi ya ligi ambayo ndio wasimamizi wa ligi kuu. Tumezungumza na uongozi wa Junguni na wametuhakikishia kwamba tayari nakala imetumwa kwenu, lakini wewe ni msemaji unaniambia hujaiona nakala, zaidi kwa taarifa yao inatembea kwenye mitandao ya kijamii. Sasa inazidi kuongeza taharuki kwamba sasa watu wajue washike lipi. Nini ambacho unaweza kuambia viongozi wa Junguni kwa sasa? Nafikiri wanazijua taratibu, wanaweza kutuma kupitia email. Sasa sijajua wao wametuma kwa njia gani. Unajua unaweza kama pengine kutoka Pemba amempa mtu barua ambaye amesafiri na boti kama amechelewa kufika. Lakini actually wakifika sisi tutaichukulia hatua, kwa sababu moja kati ya misingi ambayo tunaisimamia zaidi ni uadilifu katika michezo. Sasa unaposikia taarifa kama hizi ambazo zinarudisha nyuma ama kuondoa ile haiba kwa wapenzi wa mpira, lazima tuzichukulie hatua. Kwa hiyo sisi tunasubiri kwa hamu pia hiyo taarifa, kwa maana ya tujue sasa pande zote mbili, yupi mkweli na yupi ambaye sio mkweli, kwa sababu hizi tuhuma ni mzito na sisi kama shirikisho na bodi ya ligi hatuwezi kuzikalia kimya kabisa. Kwa hiyo hapa ninapozungumza na wewe, nimetoka kuzungumza na CEO wa bodi ya ligi kama dakika 20 zilizopita, bado hiyo barua hajaipokea. Lakini pia katibu wa shirikisho ambaye tuko naye hapa Pemba kwa ajili ya michuano hii ya muungano, naye pia bado hiyo barua haijapokelewa. Kwa hiyo nikuhakikishie tu kwamba ni kweli hizo sisi barua hatujaipata, na nimeona pia kuna barua ya wachezaji ambao nayo wameaddress kwenda kwetu sisi, na iona pia mtandaoni, haijafika ofisini kwetu. Kwa hiyo pale ambapo itatokea imefika, wanahabari tutawajulisha nini kinakwenda kufuata, lakini lazima tutawaita kwa maana ya wachezaji ambao wamesimamishwa pamoja na timu yenyewe ili kupata usuluhishi kupitia kamati yetu ya usuluhishi na hadhi ya wachezaji. Mwisho kabisa hili, sasa nchi imeshatikisika na haya mambo yalikuwa yanazungumzwa pembeni, wakidaiwa kwamba kuna namna mpira wetu unapitia nyakati ngumu, lakini haijai kudhibitika hata mara moja.
ikibainika ni kweli na ikibainika sio kweli, nini ambacho kitakusimama kwa sura ya mpira wa nchi yetu? Ikibainika ni kweli, kanuni zetu ziko wazi na hatua pia ambazo wanaoshiriki michezo ya betting zipo, watachukuliwa hatua. Lakini pia ikibainika sio kweli, maana yake yule ambaye amewashutumu hao ambao wameambiwa kama wanabeti, maana yake atatakiwa kutoka hadharani, ama itakuwa sasa ni kesi baina ya yule aliyetuhumu na aliyetumiwa. Lakini ikibainika kwamba ni kweli, maana yake kesi sasa inabakia na sisi lazima tuchukue hatua kwa hao ambao watakuwa wameshiriki. Na hii taarifa kutembea kabla kufika kwenu, kuna uvunjifu wa kanuni? Hapana, si uvunjifu wa kanuni, kwa sababu kama klabu ambayo inaingia mikataba na wachezaji, wanao haki yao ya kuamua mchezaji fulani tunamtaka, mchezaji fulani hatumtaki. Na ndio maana hata ukisikia mwalimu amefukuzwa kwenye timu, huwa ni timu yenyewe inamfukuza mwalimu, halafu baadaye inatuletea sisi barua kwamba tumeachana na mwalimu huyu, tutamtumia mwalimu huyu. Kwa hiyo wao wana haki, kama wamefuata taratibu zote za kuvunja mikataba na hawa wachezaji, kwetu sisi hatuna tatizo. Rai kwa vilabu vya mpira Zanzibar na Tanzania kwa ujumla, ili tupite njia salama kuepuka haya mazongezonge yanayosemwa sasa. Tunahitaji kuwa na ligi bora sana, na hatuwezi kufika kwenye ubora kama hatutokuwa na ushindani uliothabiti. Vilabu na wachezaji na viongozi wa vilabu, ni waombe sana tuhakikishe tunakuwa waadilifu katika kuendesha mpira, kwa sababu inawezekana mtu akaweka betting leo anapoteza mechi pengine, au akacheza chini ya kiwango. Pengine hiyo siku ambayo anacheza chini ya kiwango inawezekana ni siku ya fursa mzuri sana kwake yeye, pengine kuna wakala yupo anaweza akamchukua, sio? Kwa hiyo tucheze mpira kwa juhudi zetu zote, na mpira una pesa sana kama kila mtu atawekeza juhudi zake kwenye kucheza mpira. Lakini haya mambo ya fix, upangaji wa matokeo si jambo jema, na ndio maana mashirikisho yote makubwa duniani kuanzia FIFA, CAF, TFF na sehemu nyingine zimekuwa zikikemea mno. Kwa hiyo na sisi ni sehemu ya hao. Tukiwa kama wasimamizi wenye dhamana ya mpira wa Zanzibar, tunakemea kwa nguvu kubwa sana upangaji wa matokeo. Ingawa tunaweza tukasema ni ngumu udhibiti wake, lakini tunakemea kikubwa mno, na pale ambapo tutagundua mtu amefanya hivyo, tunamchukulia hatua kali sana. Shukrani kwa muda wako tulotumia, lakini pia niwakupongeze kwa namna ambavyo umekuwa tayari kulizungumza hili. Asante, na washukuru pia, na popote pale ambapo tutakuwa tuna jambo jingine, inshallah tutawaita wanahabari. Sisi tunafanya kazi karibu sana na nyinyi. Shukrani sana mtazamaji wana Kivona Sports. Leo nimepata nafasi ya kutoka Chake Chake Pemba hapa kwenda Wete Pemba. Hii ni mikoa miwili tofauti, na tulikwenda Wete kwenda kuzungumza na viongozi wa timu ya Junguni United, na tulizungumza na katibu mkuu, lakini pia tumezungumza na manager wa club, na wote wana msimamo mmoja kwamba wachezaji hawa wana ushahidi wa kila namna wa kwamba wameshiriki kufanya matendo hayo ambayo wao wanaita ni matendo maovu, na wanaamini wanahitajika kuchukuliwa sheria kali na ZFF, lakini pia na bodi ya ligi. Lakini msemaji umemsikia anasema taarifa bado haijawafikia, ila ukweli ni kwamba jambo limeshakuwa jambo. Ni vyema tukakaa kitako wote kutafuta suluhu ili mpira wetu uweze kutakasika. Mimi ni Isike, kwa mara nyingine hapa ni Gombani, lakini huyo ni Jackie. Hao ni Azam, wanafanya mazoezi bado muda mdogo.